Ndugu wananchi, kama mnavyofahamu, kila mwaka tarehe 5 Juni nchi yetu huungana na jumuiya ya kimataifa kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Maadhimisho ya siku ya mazingira duniani yaliyoamuliwa mwaka 1972 katika mkutano wa kwanza wa Umoja wa Mataifa uliohusu masuala ya mazingira uliofanyika katika mji wa Stockholm nchini Sweden. Maadhimisho haya adhimu yaliasisiwa na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kwa lengo la kuelimisha wananchi kushiriki katika shughuli za hifadhi ya usimamizi wa mazingira, kukabiliana na changamoto za uharibifu wa mazingira pamoja na kuhimiza matumizi endelevu ya rasilimali za mazingira duniani. Ndugu wananchi, maadhimisho ya siku ya mazingira duniani kimataifa kwa mwaka huu yanafanyika katika visiwa vya Jeju nchini Korea Kusini. Kauli mbiu inayoongoza maadhimisho haya kimataifa kwa mwaka huu ni End Plastic Pollution Globally, kwa Kiswahili ni komesha uchafuzi wa mazingira unaochangiwa na taka za plastiki. Kauli mbiu hii inalenga kuhamasisha udhibiti wa taka zinazotokana na plastiki ambazo ni moja ya wapo wa changamoto kubwa ya uchafuzi wa mazingira ambayo dunia inaendelea na jitihada za kutafuta ufumbuzi wake kwa kuwa na majadiliano ambayo yanalenga kuweka mkataba wa kimataifa wa kudhibiti plastiki, ambapo mkutano wa majadiliano wa swala hili utafanyika nchini Korea. Aidha, kama ilivyo kawaida yetu nchini, mbali ya kuwa na kauli mbiu ya kimataifa, nchi yetu imekuwa na utaratibu wa kuwa na kauli mbiu ya kitaifa kuendana na muktadha wa masuala ya hifadhi ya mazingira nchini kwa kuzingatia changamoto, mahitaji na fursa mbalimbali zilizopo nchini zinazohusu hifadhi ya mazingira. Kwa muktadha huu, maadhimisho ya kitaifa ya siku ya mazingira duniani yatafanyika jijini Dodoma na yataongezwa na kauli mbiu ambayo inasema mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Ndugu wananchi, kauli mbiu hii inalenga kuikumbusha jamii yetu ya Tanzania kwa mazingira na rasilimali zake ni msingi wa uhai na maisha yetu pamoja na ukuaji wa uchumi. Hivyo, utunzaji na uhifadhi wa mazingira na rasilimali zake ni jambo muhimu kwa kila mmoja wetu. Naomba niwakumbushe kuwa Tanzania yetu tuliyopokea kwa mababu zetu hatuna budi kuitunza kwa kuwa na matumizi endelevu ya rasilimali zake, ili kama tulivyorithishwa na mababu zetu pia turithishe kwa vizazi vijavyo, ili navyo viweze kupata mahitaji yake ya kijamii na kiuchumi. Ndugu wananchi, mnamo tarehe 9 Aprili mwaka 2019 serikali ilitoa tamko la kusitisha uzalishaji, uingizaji nchini na usafirishaji nje ya nchi, usambazaji na matumizi ya mifuko ya plastiki nchini kuanzia tarehe 1 Juni mwaka 2019. Mara baada ya agizo hilo, serikali iliandaa kanuni zilizochapishwa katika gazeti la serikali namba 394 ya tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2019. Kanuni hizi ni za usimamizi wa mazingira za kupiga marufuku mifuko ya plastiki za mwaka 2019. Aidha, na mwaka 2022 kanuni husika zilifanywa mapitio na kuwa kanuni za usimamizi wa mazingira kupiga marufuku mifuko ya plastiki na lakini za vifuniko vya plastiki ya mwaka 2022. Kanuni hizi zilifuata kanuni za mwaka 2019. Kwa kiasi kubwa, nchi yetu imepiga hatua katika kudhibiti taka za plastiki baada ya kupiga marufuku uzalishaji, uingizaji, usambazaji, matumizi ya mifuko ya plastiki kuanzia Juni 2019. Hii ilisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira, kuboresha taswira za mji na kuhamasisha matumizi ya mfuko mbadala. Katazo hili limeendana na elimu kwa umma sambamba na ushirikishwaji wa sekta binafsi katika uzalishaji wa mifuko mbadala ambazo ni rafiki kwa mazingira. Ndugu wananchi, mtakubaliana na mimi kuwa pamoja na mafanikio yaliyopatikana katika kusimamia utekelezaji wa marufuku husika, siku za hivi karibuni kumejitokeza changamoto ya matumizi ya vifungishio vya plastiki aina ya tubings kutumika kama vibebeo vya vifungashio hivyo, na vifungashio hivyo havina sifa na hivyo kutokidhi matakwa yaliyowekwa na Shirika la Viwango Tanzania, yani TBS. Naomba kutumia fursa hii
kutoa onyo kali kwa watu na makampuni ambayo yanaendelea kuzalisha bidhaa za mifuko ya plastiki ambayo mpigwa marufuku na kuingiza katika matumizi kwa njia za panya. Serikali itaendelea kufanya doria za kushtukiza katika viwanda bubu na masoko ili kubaini na kuchukulia hatua wote wanaojihusisha na biashara hii haramu. Pia natoa maelekezo kwa Baraza la Taifa la Hifadhi ya Usimamizi wa Mazingira NEMC, mamlaka za serikali za mitaa na mamlaka nyingine za umma kuendeleza juhudi za kufuatilia na kubaini ukiukwaji wa sheria unaohusisha uzalishaji wa bidhaa za plastiki zilizopigwa marufuku kuzalishwa na kutumika nchini. Natoa wito kwa kuwakumbusha Watanzania wenzangu kuzingatia maelekezo ya serikali, kuachana na mifuko ya plastiki na kutumia mifuko mbadala ambayo kwa sasa inapatikana nchini kote kwa gharama nafuu. Ndugu wananchi, kama nilivyoeleza hapo awali, kwa mwaka huu 2025 maadhimisho ya siku ya mazingira duniani yatafanyika katika jiji la Dodoma. Shughuli zilizopangwa kufanywa wakati wa maadhimisho hayo ni kama ifuatavyo. Kutakuwa na mkutano wa vijana Youth Summit ambao utakutanisha pamoja vijana mbalimbali ikiwemo wanafunzi wa vyuo, wajasiriamali na mabalozi wa mazingira ambao wanajishughulisha na masuala ya hifadhi ya mazingira. Tarehe 5 Juni 2025 itakuwa ndio siku ya kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, ambapo mgeni rasmi wa hafla hiyo anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika hafla hiyo, mgeni rasmi anatarajiwa kuhutubia viongozi wa serikali pamoja na wananchi wa jiji la Dodoma pamoja na wananchi wote kupitia vyombo vya habari. Shughuli nyingine zitakazofanyika siku ya kilele: uzinduzi wa mfumo wa kuwasilisha taarifa za mazingira kutoka kwa wadau. Ndugu wananchi, kabla ya kuhitimisha tamko langu, napenda kuwashukuru wadau wote wa mazingira na washirika wa maendeleo kwa kuendelea kushirikiana na serikali kwa ofisi ya Makamu wa Rais katika kutekeleza shughuli na miradi mbalimbali ya uhifadhi wa mazingira. Ni matumaini yangu kuwa tutaendelea kushirikiana kwa karibu zaidi ili kukabiliana na changamoto za hifadhi ya mazingira na kuleta maendeleo endelevu nchini. Napenda pia kuchukua fursa hii kuwashukuru vyombo vya habari kwa kutumia muda wao kuhamasisha jamii kwa masuala ya hifadhi ya mazingira na matumizi endelevu ya rasilimali zake. Aidha, nazishukuru taasisi zote za serikali, asasi za kiraia na asasi za kimataifa kushirikiana na serikali katika jitihada mbalimbali za kupambana na uharibifu wa mazingira. Ndugu wananchi, mwisho natoa wito kwa mikoa yote kutumia redio za kijamii zilizopo katika halmashauri na mikoa yenu kuhamasishana na kuelimishana pamoja na jamii kwenye masuala ya uhifadhi ya mazingira, ikiwemo kutumia nishati mbadala ya mkaa, majiko banifu pamoja na kutumia njia sahihi za kuhifadhi taka. Tukumbuke kwamba swala la hifadhi ya mazingira ni jukumu letu sote na tunapaswa kulitekeleza kwa vitendo. Mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa kudhibiti matumizi ya plastiki. Asanteni sana kwa kusikiliza.